Chama cha Walimu Tanzania CWT jijini Mbeya kimeiomba serikali kushughulikia changamoto zao zinazowakabili, ikiwa ni pamoja na kutopandishwa madaraja pamoja na ongezeko la mishahara pale wanapokidhi vigezo, jambo linalowafanya washindwe kufanya kazi kwa weledi. Hayo yameelezwa na viongozi wa chama hicho kwa niaba ya walimu katika mkutano mkuu wa chama uliofanyika kwa lengo la kufanya uchaguzi wa viongozi mbalimbali watakao kiongoza chama hicho kwa muda wa miaka 5 ijayo. Aidha, miundombinu ya ofisi za walimu na samani tunaomba ziangaliwe kwa jicho la pekee, maana hawa ni maafisa. Kumekuwa na malalamiko kuhusiana na kutumikia muundo baada ya kutoka masomoni pasipo mabadiliko ya mishahara. Chama tunashauri utaratibu huo uangaliwe upya. Chama kinashauri mshahara wa mwisho ndio ufanyiwe hesabu badala ya kutafuta wastani wa mishahara 3 bora. Hata hivyo, bado tunaomba serikali kurudi kwenye kikokotoo cha awali. Walimu wetu hawa hawana viti vya kukalia ofisini, meza na viti. Tunapata shida kidogo. Ni kweli serikali inajenga, ni kweli serikali inanunua vikalio vya wanafunzi, lakini haituangalii sisi walimu. Na sisi ni maafisa, na sisi ni watu wakubwa. Sasa tunapoanza kuazimana viti ofisini, tukae tusahihishe, nadhani hii haijakaa vizuri. Akijibu baadhi ya maombi yaliyowasilishwa na chama hicho, katibu tawala wilaya ya Mbeya Mohamed Aziz amesema serikali inatambua changamoto za walimu na inaendelea kushughulikia. Malalamiko yataendelea kushughulikiwa kulingana na mazingira ya kila siku ya walimu wetu. Kikubwa niendelee kuwaomba kujitoa na kufanya kazi kwa ufanisi kwenye shule zetu ili kupata matokeo mazuri. Tena matokeo hayo yasiyo ya wizi, ya kuiba, ya kuwapa watoto mitihani. Matokeo ambayo sisi tunaweka jitihada zetu za kufundisha na kupata matokeo mazuri. Na ikiwezekana ifike sehemu tuwe jiji la kwanza, ikiwezekana Tanzania, na mkoa wa kwanza kuwa na matokeo mazuri, ili na sisi siku moja tuseme tumewahi kushika namba 1 kitaifa. Niwaombe, tuko tayari kuendelea kushirikiana nanyi. Mwalimu yote anapohisi ana tatizo, ofisi za wakuu wa wilaya, wakurugenzi na wakuu wetu wa idara wa sekta zote za elimu ziko wazi. Aidha, Azizi ametoa rai kwa walimu kuacha tabia za mienendo mibaya kwenye jamii, kwani wao ni kioo cha jamii. Yako malalamiko mengi wanalalamikiwa walimu wenyewe. Sasa mimi niombe kupitia chama chetu CWT, twendeni tukawasimamia walimu wenzetu. Wako walimu wanaishi maisha magumu sana. Sio kwa sababu walipwi mshahara, lakini mwalimu amekopa mpaka inapitiliza. Yaani mpaka ATM yake ameiweka bondi. Ukifikia hivyo wewe mwalimu lazima upate matatizo. Mwalimu analewa, hata nguo ya kununua ya kubadilisha hana. Yaani wewe mwenyewe nguo ya kubadili huna. Kwenda mbele za watu au mbele ya walimu wenzako unaona aibu. Hujue hilo ni tatizo kubwa. Tukumbushane walimu kutimiza wajibu wetu. Walimu kuwa na maadili mema na uadilifu, kufanya kazi kwa ufanisi. Kipekee kabisa kwa niaba ya walimu hawa ambao wako kwenye ukumbi huu, tunakushukuru sana kwa namna ulivyojibu. Tunategemea yale uliotujibu yataenda kufanya kazi, na sisi walimu tutaifanya kazi yetu tukiwa na furaha, lakini pia tukitegemea kuna wakati tutapata mtaa ambao ni wa kwetu.